This program has been made possible by the partners and supporters of Mizpah House of Prayer, Nakuru, Kenya. Stay tuned and encounter God in a new way. Nataka kuzungumzia kuhusu damu ya Yesu ambayo ni silaha ya vita vyetu vya kiroho. The blood of Jesus, a weapon of our warfare, and especially katika ukombozi, we cannot do without the blood. Hiyo damu ni nzuri sana, na ni vizuri kabisa kama Mkristo kuweza kuelewa jinsi ya kuitumia, how to appropriate it, ili ikaweza kuwa ya manufaa na ya ushindi katika maisha yetu. All along kuanzia mwanzo mpaka mwisho, Biblia inazungumzia kuhusu damu. Na katika Mwanzo 3:21, this is what the Bible says kuhusu damu. Biblia inasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Mavazi ya ngozi. Hii ilikuwa ni ngozi ya mnyama. Hapo mbeleni baada ya kufanya dhambi, Biblia inasema ya kwamba walipogundua wako uchi, walijaribu kuficha uchi wao kutumia matawi ya miti. Lakini kama vile tunajua, matawi ya miti hukauka, na ikikauka itaanguka. So it was futile. Na sasa Mungu baada ya kuzungumza na hawa na kuwaonyesha shida ambayo imeingia, kwa huruma zake, God silently showed the importance of the blood. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Kama alifanyia Hawa mavazi ya ngozi, inamaanisha lazima kuna mnyama aliuawa. Na kama kuna mnyama aliuawa, basi kuna damu ilimwagika. God started showing them the importance of the blood. Damu ilimwagika. Na Biblia inasema kama Mungu mwenyewe alivyosema katika Exodus, nitakapoona damu, I'll pass over. Nitakapoona damu, sitawaangamiza. And exactly that's what happened. Wakati ambapo wana wa Israeli waliweka damu katika milango yao na katika linto, upande huu na upande huu na katika pale juu, Biblia inasema malaika wa uangamizo, he passed over. Lakini katika wa Misri, every firstborn, awe ni wa mnyama au wa mwanadamu, mpaka wa Farao, they were killed, kwa sababu hakukuwa na damu. Kwa hivyo hapa silently Mungu alikuwa anaonyesha Adamu na Eva umuhimu wa damu. Na katika Agano la Kale kukawa na damu ya wanyama. So you can see it started there. Mungu mwenyewe alianzisha pale. Kwa maana nimesema ya kwamba bila kumwaga damu hakuna ngozi ya huu mnyama ama hawa wanyama waliouawa wangeweza kupata. So the blood has to be shed, ikafunika dhambi zao, it covered their sins. Na basi Mungu akawa na nafasi ya kuendelea kuwahudumia, kuendelea kuwa na ushirika na uhusiano pamoja na hawa. That is what happened. Kwa hivyo hii ilikuwa ni typology ya damu ambaye ingekuja baadaye. Kumbuka huyu mnyama aliyechinjwa ili ngozi ipatikane was innocent. That animal was innocent. Na hivyo damu ya Yesu alipokuja alikuwa innocent. Alikuwa innocent. Jesus never sinned. Kwa hivyo katika Mathayo 26:28, tuende sasa katika Agano Jipya. Mathayo 26:28, Mathayo 26 mstari wa 28, Biblia inasema, ukianzia mstari wa 27 inasema, akakitoa kikombe
akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki. Verse 28, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. So Yesu akawaeleza wale wanafunzi aliokuwa nao akawaambia wakunywe. Aliwapa wine, and it was new wine. It must have been new wine. Akawapa anywe, akawaambia, hiyo ni ishara ya damu yake inayomwagika kwa ajili ya agano jipya na kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu. So tunaona Yesu mwenyewe anasema hapa, damu yake ni damu ya agano jipya. Na Mungu alikuwa ametoa unabii katika manabii, akasema atakuja fanya agano lake na Waisraeli, na hilo agano litakuwa ni agano la amani na uzima, the covenant of life and peace, covenant of life and peace. Kwa hivyo sasa Yesu alipokuja, na hapa tunajua ni wakati ambapo alikuwa karibu sana kwenda msalabani, so ikawa ni the last supper, ile ambayo huwa tunaita Lord's table. Tunapokula mkate inasimamia mwili wake, na tunapokunywa kikombe inasimamia damu yake. Na kwa hivyo hiyo damu inakuwa ni damu ya agano jipya, damu ambayo inasema sisi ni watoto wake, we are his children, kwa sababu ya hiyo damu. Na kwa hivyo tumeingia katika hilo agano jipya, agano la uhai na amani, the covenant of life and peace. Kwa hivyo damu ya Yesu is so important, inatufanya tunaingia katika agano jipya. And that's why tunapotumia damu ya Yesu inatusaidia kuvunja maagano mengine yote. Bloodline covenants, they are broken on this basis, ya kwamba Yesu ametuingiza katika agano jipya. Therefore lazima tuvunje maagano mengine yote ambayo tumekuwa nayo, ambayo yamekuwa yakifuata katika bloodline. We have to break them, kwa sababu damu ya Yesu inazungumza kuhusu agano jipya. Na hili agano jipya ni agano la uhai, agano la amani. It's about life. It is about life. You see, pale ambapo tumesoma mwanzo kuhusu Mungu akaweza kuwavika ngozi ya mnyama, ilibidi iwe hivyo kwa sababu already dhambi ilikuwa imeingia. Na shetani alipowadanganya Adamu na Eva na akawaambia hawatakufa, what happened is that wakati walitenda dhambi, there was a change in their spiritual life, katika roho yao, in their spirit. Kwa sababu tunajua mtu kabla hajaokoka, the spirit is dead. You are dead. You are dead. As far as God is concerned, you are dead. Wakati ambapo unapookoka, roho yako inafanywa kuwa hai. You become alive. Unaanza kuwa na uhusiano na Mungu. You start communicating with God. Hiyo damu ya Yesu, wakati ambapo unaokoka, unanyunyuziwa damu ya Yesu. The blood of Jesus, there is a way it has to reach your body, soul and spirit, ili ukachovywa ndani ya damu ya Yesu. Kwa hivyo unaondolewa dhambi, wewe unakuwa alive. Kwa hivyo unaingia katika amani. You know, it is a mystery. Mtu mmoja alisema wakati mtu anaokoka, malaika anakuja na bakuli ya damu ya Yesu. Unapokiri Yesu ni Bwana, unaangushiwa tone, just a drop. Hiyo tone inakusafisha mwili wako, nafsi na roho, na unakuwa alive. Na ukitaka kujua unakuwa alive,
immediately macho yako inafunguka, unaanza kuona vile ambavyo hukuwa unaona. You start appreciating the creation of God. Unaanza kuona miti ni mizuri, milima ni mizuri, hata mabonde. Kwa sababu damu ya Yesu, tone moja tu, when it touches you, you are cleansed. Na unaingia katika agano la uzima. So you have the life of Jesus. Na ndio sababu Paulo alisema, sio mimi niishie. Uhai nilio nao, niko na uhai wa Yesu ulio ndani ya Yesu, ambao uko ndani ya Mungu. It is the life of Jesus. It is the life of Jesus. Katika sisi damu yetu we cannot get life. Lakini hiyo damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, it gives us life. Na ndio Yesu alikuwa anasema hapa, damu imwagikayo ya agano jipya, agano jipya, the new covenant. The new covenant ambayo ni life and peace. Mambo yanaweza kuwa hayaendi mzuri, lakini kama umeokoka, wewe una uhai. Ukiondoka hii dunia, utaishi na Yesu milele because of the blood. Kuna kitu tunaweza jivunia, damu ya Yesu. And that's why sisi tuliokoka, you cannot compare yourself kwa watu ambao hawajaokoka, kwa sababu wewe una uhai. So that is one. Number 2, katika Luka, katika Injili ya Luka, Luke 22 mstari wa 20. Luka 22 mstari wa 20, Biblia inasema hivi, kikombe nacho hivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu kwa sababu gani? Kwa ajili ya kusamehewa dhambi. Remission of sins. Yesu akasema hivyo, kwa ajili yetu. Katika Warumi 3 mstari wa 25, this is what the Bible says, Warumi 3:25, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. This is Paul. Anaandika akisema, kupitia damu ya Yesu kuna msamaha. Kuna msamaha. Kuna msamaha wa dhambi zote. Verse 26 inasema, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Mungu alikubali Yesu aje, ili kupitia kumwagika kwa damu yake kuwe na msamaha wa dhambi zote. Na katika hiyo msamaha wa dhambi zote, katika Agano la Kale, katika kitabu cha Zaburi, katika Zaburi 103 mstari wake ni wa 12, nasema, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. And this is very true. Hakuna siku hata moja mashariki itakutana na magharibi. Never. Hakuna. There's no way. Hakuna siku mashariki itakutana na magharibi. It will never. Na hivyo ndivyo Biblia inasema Mungu ameweka mbali dhambi zetu. Kumaanisha akisamehe anasahau. Forget. Huyo ndio Mungu.
and that's why he's called God. Akisamehe anasahau. Na hakuna makosa ama dhambi ama maovu ambayo Mungu hawezi kukosa kusamehe. Na ndio sababu we got to be like God. And I thank God. Na hata wakati ambapo tumeokoka, kuna wakati tunaenda tunakuta tumetoka katika njia za Mungu. When we call upon his name na tunamwambia tusamehe, he still forgives. Yeye anasamehe. How do we know? Ukienda katika Ufunuo, yale makanisa 7, and God spent ample time kwa sababu ya hiyo makanisa. Kila kanisa alitumia muda. He spent time with it. Kuna kanisa aliambia, unajua mahali uliangukia. Amukia hapo. Arise from there. Come back. Ile ingine alisema, usipotubu. You see? Huyo ndio Mungu. Huyo ndiye Mungu. He forgives. Kupitia hii damu yake, yeye husamehe. Mradi tu ujikute wewe uko hapa duniani. When you ask for forgiveness, anakusamehe. Katika Yohana 6, in John 6. Katika Yohana 6, Injili ya Yohana 6. Yohana 6 mstari wa 53 hadi 56, 53 to 56. Biblia inasema hivi, basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Na hata 58 inasema, hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, mbali akilaye chakula hicho ataishi milele. Unajua alikuwa anazungumza katika parable, katika mifano. Ni wanafunzi tu peke yake hao ndio aliwafunulia ama walifafanulia, lakini wengine wote he spoke in parable. Kwa hivyo hapa Yesu alikuwa anamaanisha lazima waamini ya kwamba mwili wake ni dhabihu kamili na damu yake ndio inayoondoa dhambi. And I'm telling you, the body of Christ ilipoanguka pale msalabani, that was the ultimate sacrifice. Hakuna nyingine. Na damu yake ndio inakubalika, na hapo akasema ana uhai, ana uhai. Kwa hivyo damu ya Yesu imetupatia uhai, na sio uhai tu, uzima, uhai wa milele, eternal life. Tutakaa na Mungu milele na milele tukitoka hii dunia. We will remain with God forever and ever and ever and ever because of the blood. Na kwa sababu ya dhabihu ya mwili wake. That's why katika maombi tunapoomba tunatangaza we agree
we align ourselves, tunakubaliana na dhabihu ya mwili wa Yesu na damu yake. We embrace it, we accept it, we believe it, na inafanya kazi in our lives, in whichever situation unayeweza kuwa ndani. Kwa sababu yeye mwenyewe anasema hapo, mwili wangu ndio chakula kamili. Alimaanisha we go to believe ya kwamba yeye ndiye the ultimate sacrifice. Na unajua this is the issue. Unapotangaza damu ya Yesu katika mwili wako, nafsi na roho. Kuna hata mtu mmoja alikuwa amepigwa risasi ya sumu. They are just wicked people on this planet Earth. Na wamejiuza kabisa kwa ibilisi. You know it's unfortunate. Kuna wale kabisa wataki kubadilika. So wakampiga risasi. Risasi ikaingia katika mwili, na kwa hivyo alipopimwa ikasemekana ana sumu katika damu yake. So what prayer did I pray? Niliomba, Mungu, wacha damu yako Yesu iingie ndani ya damu yake, ika neutralize hiyo sumu, na huyo mtu anaishi leo. Sasa kusema damu yake iingie ndani, sio ni kama kunywa damu ya Yesu? That is it. Na mimi nakwambia ili neutralize. It neutralized. So kwa imani we declare it. Hiyo damu ya Yesu imetupatia eternal life. Wakati ambapo ilikuwa inamwagika pale Calvary, dripping from his body pale Calvary, na tunajua uhai uko ndani ya damu. Na sisi tunapopokea Kristo Yesu, then tunapotangaza damu ya Yesu katika maisha yetu, we are receiving that life. Kwa sababu hiyo damu inafanya kazi ndani yetu. So we have the life of Jesus. Na hapo ndipo tunaona tuna uzima. Katika Warumi 5:9, Warumi 5:9, Biblia inasema hivi, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Paulo pia anasema hapa ya kwamba damu yake imetufanya kuwa haki, ili ya kwamba tuokolewe na ghadhabu ya Mungu itakayokuja. Remember, there is a day, the great day of judgment, siku ya hukumu. Siku ya hukumu, hasira ya Bwana itawaka kwa wale ambao walimkataa. Lakini kwa wale ambao wamemkubali sisi, hasira ya Bwana haitakuwa juu yetu, maana tumepokea damu yake. In fact, sisi tutaambiwa, njooni nyinyi mlioandaliwa ufalme, tutakuwa upande wa mkono wa kulia. Lakini hao wengine waliomkataa Yesu watakuwa upande wa mkono wa kushoto, na wataambiwa, endeni nyinyi mliolaaniwa, the wrath of God. So damu ya Yesu, Biblia inasema ya kwamba imetufanya kuwa haki. Yaani kuwa haki ni kama kwamba sisi hatukufanya dhambi. We are justified. Ili ya kwamba tutaweza kuepushwa na ghadhabu ya Mungu. And let me tell you, ghadhabu ya Mungu iko. Na yeye mwenyewe amesema hiyo. Kuanzia Agano la Kale tunaona. Na alionyesha kidogo mara mbili, twice. Mara ya kwanza alionyesha wakati wa gharika, mvua ya Nuhu, the wrath of God. Kwa sababu wakati ule watu karibu wote except Nuhu, mke wake na watoto wake wavulana 3 na wake za watoto wake, so they were 8 in number.
Hao ndio waliokuwa na sura ya Mungu, lakini wale wengine wote they had mixed na mapepo. Walikuwa mixed. Kwa sababu ukisoma katika Genesis chapter 6 utasikia na wana wa Mungu which are fallen angels wakaweza kuoa wasichana, and therefore kukawa na evil. Yale mambo ambayo tunaona yameanza pia na yanaendelea even in our generation today. So Mungu hasira yake iliwaka, na for the first time Biblia inasema Mungu akaghadhabika kwa kumuumba mwanadamu. God regretted creating man. Lakini Biblia inasema but Noah found grace. Kwa hivyo Mungu akaangamiza the whole of that generation, they all perished. Mahali pengine tunaona ghadhabu ya Mungu, na ghadhabu ya Mungu si mchezo. It is very dangerous. Ni Sodom na Gomora na baadhi ya miji iliyozunguka. Mungu alinyesha mvua ya moto. Mvua ya moto ambayo wanasayansi wanajaribu they try to weigh, wanasema ilikuwa ni kama 5,000 kilowatts. Kama 5,000 kilowatts. Hiyo ni kumaanisha kila kitu katika njia hiyo moto kiliyeyuka. Ghadhabu ya Mungu kiliyeyuka. Sasa wacha hiyo. Ile inayokuja Biblia inasema ni moto wa milele na milele. Lakini sisi ambao tumeokoka kwa sababu ya damu ya Yesu imetuondolea hiyo ghadhabu. That's why you should confess the blood of Jesus every day upon your life, upon your children. Every day. Every day. Every day. And let me tell you, hii damu ya Yesu ni mzuri. Imefanya ya kwamba ghadhabu ya Mungu tutaipushwa. In this other side of life, wakati huu tunaweza kosa kuelewa, but wakati tutakapoenda hiyo sehemu nyingine, the other side of life, eternity, tutaelewa what this verse means. Kwa sababu unapoingia katika eternity unaanza kuelewa vile ambavyo unastahili kuelewa. So the blood of Jesus has justified us. Wakati Mungu anakuona ukiwa ndani ya Yesu ni kama haujatenda dhambi, because the blood of Jesus, it is speaking in your life. Katika Waefeso 2, Ephesians 2 mstari wake ni wa 13, Biblia inasema ya kwamba lakini sasa katika Kristo Yesu nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Sisi tuliokuwa mbali, it means kabla ya damu ya Yesu kuja, every human being was far away from God. Tulikuwa mbali. Lakini sasa Yesu alipokuja kupitia damu yake ametufanya tumemkaribia Mungu. Tumemkaribia Mungu. Tunatembea na Mungu. Mungu anatuzungumzia. Ukiwa na shida ukimwambia anakutendea kwa sababu ya damu ya Yesu. We are now near God. We walk with God. Leave alone even that. Biblia inasema hivi, Yesu alisema watakao niamini kama vile nilivyo ndani ya Mungu nitakuwa ndani yake. Nitakuja mimi na Mungu, will abode in him, in her. Kwa hivyo wewe unatembea na Mungu. And that's why katika hii spiritual warfare haustahili kuogopa, kwa sababu wewe ni makao ya Mungu. Wewe ni makao ya Roho Mtakatifu. Wewe unatembea na Mungu. Maana damu ya Yesu imekuleta kuwa karibu na Mungu. Kumbuka katika Agano la Kale wakati wa Musa, ni Musa tu Mungu alikuwa anamkubali akaribie yeye. Na kwa sababu naye Musa yeye alikuwa amejiweka wakfu, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anatoa dhabihu na alikuwa anatoa ile damu. Aliwaonyesha Waisraeli jinsi ya kutumia hiyo damu katika Misri. So he understood. He understood God.
na sasa yeye akawa ndio anatembea na Mungu kwa sababu ya damu alizokuwa akitoa kama dhabihu. Lakini katika Agano Jipya, each one of us kupitia damu ya Yesu tuko karibu na Mungu. In fact tuko naye ndani yetu katika mioyo yetu. That is why sisi kama dhabihu iliyo hai ama makao, madhabahu iliyo hai, we got to be very careful vile tunavyoishi na tunavyokaa, tunavyokula na tunavyovaa, kwa sababu tunambeba Yesu, tunambeba Mungu. Na hakuna kitu kizuri kama vita vya kiroho ya kwamba wewe unatembea na Mungu. You are always an overcomer. That's why Biblia inasema we are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi because we have the Lord. Kwa hivyo hii damu imetufanya tuko karibu na Mungu. Tunatembea na Mungu. Hatuko mbali. When we call upon him, he hears us. Kwa sababu tuko na yeye. Tuko na yeye. Hebu angalia Elijah. Na angalia wale ambao ni manabii wa Baali. Manabii wale wa Baali, they were far away from God. Na ndio sababu hata Elijah aliwaambia, si mupaze sauti, pazeni sauti. Lakini Elijah kwa sababu yeye alitembea na Mungu, hata hakuwa amemaliza kuomba, moto wa Mungu ukashuka. Because he was near God. Alikuwa ni nabii wa Mungu na alitenda mapenzi ya Bwana. He would talk to God. Na hata kuna wakati angeongea na Mungu ni kama yuko hapa. Kumbuka wakati ule Mungu alikuwa anamuuliza Elijah, unafanya nini hapa? Akasema, Bwana Mungu, Israeli wamekukataa, wameua manabii, ni mimi tu nimebaki. They were having a conversation. Na mimi ninakuambia kwa sababu damu ya Yesu imekuleta karibu na Mungu, kuna wakati hata ustahili kupiga nduru. No. Unamwambia sasa, Baba nimekuja. Leo kazi ilikuwa ngumu. Ninaona nilikosea mahali fulani. Yani the way you talk to your friend, because you are near God. Na Mungu anasikia na anatenda kwa sababu ya damu ya Yesu. This blood of Jesus, this is a wonderful blood. Can you imagine imefanya tumekaribia Mungu? So we can talk to God. Leave alone that. Hii damu, this is a mystery. Hii damu, unakumbuka Paulo akisema anamjua mtu. Either alikuwa katika mwili ama katika roho ajui, lakini alienda mpaka mbinguni akasikia mambo. Paul was talking about himself. Kwa damu ya Yesu aliweza kuenda mbinguni na akadownload mambo makubwa. Akaweza kuandika barua za Paulo, hizo ambazo aliandika. Haya, kwa damu ya Yesu John the Revelator alichukuliwa na akapelekwa mbinguni na akaonyeshwa the end times, akaandika Ufunuo. Na hata leo hii kupitia damu ya Yesu kuna watu wanachukuliwa na wanapelekwa mbele za Mungu, wanaingia mbinguni na wanaongea na Mungu, tena wanarudi hapa duniani. This blood is so good. Wanapelekwa katika throne of God. I have heard quite a number of testimony. Ni hiyo damu inafanya wanaletwa mbele za Mungu, na Mungu anazungumuza na hawa, na wanamuona Yesu amesimama katika mkono wa kulia wa Mungu. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Mmoja ni Duplantis. Kuna mhubiri anaitwa Jesse Duplantis. Go and Google. Utasikia vile anasema vile alipelekwa mbinguni. Na akaona kumbe watoto wanaanzaga mbinguni kabla hawajazaliwa hapa. God sent them. Wanakuja wanaingia katika tumbo ya mama, wanazaliwa. Aliona hiyo. He saw it. Kwa damu Yesu ikamleta mpaka akaona Mungu Baba. Lakini hakumuona hiyo clear kwa sababu nobody can see God and live, you will die. Lakini aliona umbo la Mungu. Aliona umbo. Na huyo Mungu akamzungumzia, akamuuliza, what do you want? Kuna mwingine aliulizwa,
unataka nini? Akajisema mbele za Mungu, na Mungu akamwambia basi utapokea the blood of Jesus. Sasa niseme hivi, sio sasa lazima hata wewe uende, lakini kwa imani unajua unaongea na yeye. It's very important, the blood of Jesus. Kwa hivyo katika vita vyetu vya kiroho, when you are waging warfare, just remember you are near God by his blood. Katika Wakolosai 1:20, Colossians chapter 1 verse 20 inasema hivi, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. That just verse 20 inasema yeye kwa damu yake ametupa amani. I want to say this. Katika vita vya kiroho, it takes a toll on us, battling warfare. Lakini kwa sababu ya damu ya Yesu, even when we are fighting warfare, lazima tuwe na the peace of God. Hiyo amani ambayo Yesu alisema, amani ninayowaachia sio kama ya dunia. Yes, you'll be in warfare, lakini una amani. Amani kwa sababu gani? Unajua you are on the winning side, ama you are on the side that has already won. Hata kama kuna mishale na rushwa, unajua wewe, the peace you have, you know, mimi niko upande ambao umeshinda. Kwa hivyo kwa damu yake Jesus gives us peace. Kama hauna amani, you need to declare, by the blood of Jesus ninapokea amani yangu, and you get it. Kwa damu ya Yesu ninatangaza amani ya watoto wangu. For instance, watoto wanaweza kuwa usiku wakati wa kulala wanapiga nduru, wanashtuka. Kwa hivyo hawana amani. You can invoke the blood of Jesus juu ya mili yao, nafsi na roho, na kutangaza, I decree ile amani Yesu damu yake ilileta, pokea katika jina la Yesu, and you lay hands on them, na uone wakianza kulala na amani. Kwa sababu damu ya Yesu ilileta amani. Ilileta amani. Na pia tumeona ukisoma katika Waibrania 9, we go back to Hebrews. Hebrews talks a lot about the blood of Jesus. Waibrania 9 mstari wa 12 na 13 inasema, wala si kwa damu ya mbuzi na damu na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walivyonyunyizwa wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili, 14, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenyu na matendo mafu, mupate kumwabudu Mungu aliye hai. You see, hapo inazungumzia mambo mawili hivi. Kwanza, tuna ukombozi wa milele, eternal redemption. Kwa hivyo tutaishi milele na Mungu, and that is good news, kwa sababu ya damu yake. Hii dunia tunaondoka. Tafadhali usikae kama umemea mizizi hapa. No, hii dunia tunaondoka. Tutaenda kuishi na Mungu milele na milele kwa sababu ya damu yake. Jambo la pili, 14 inasema ametusafisha our conscience, dhamiri zetu, kutokana na matendo yaliyokufa, dead works. Dead works. Ili kufanya nini? Ili tuweze kumtumikia Mungu vizuri, so that we can serve God.
tungeweza kumtumikia Mungu vizuri. Matendo yaliyokufa, dead works. There are so many dead works. Lakini damu ya Yesu imeosha our conscience. Dhamiri zetu. Dhamiri zetu, our conscience, inaweza kuwa imebeba mambo mengi kabla tujaokoka. There are many things that can be imprint katika dhamiri zetu. Sinema zile ambazo tuliona ambazo si mzuri, nyimbo ambazo tulisikia ambazo sio mzuri, vitabu ambazo tulisoma ambazo sio mzuri, and things like those ones. Ile vita tuliona, watu wengine tulikuwa tunaishi mahali ambapo wiki haitaisha kutakuwa na vita ya majirani na damu inamwagwa. Matusi ambayo tulihusika ndani yake ama kusikia, that one brings defilement katika our conscience na inaleta umateka, and we need our conscience to be cleansed by the blood of Jesus. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba damu yake imetusafisha dhamiri zetu ili tuweze kumwabudu Bwana vile inavyostahili. Hakuna kitu kingine kinaweza osha dhamiri isipokuwa damu ya Yesu. Maana hiyo damu ni takatifu. Hiyo damu ni takatifu. Kwa hivyo inapoingia katika dhamiri zetu, we are cleansed and we are able now to serve God. Biblia inasema katika hiyo Waebrania 10, Hebrews chapter 10, mstari wake ni wa 19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Hii damu imetukubalia kuingia patakatifu. This is good news. Usikae na shida yako. Wewe umekubaliwa kuingia the holiest kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Wewe umekubaliwa. It is the blood of Jesus that enables us to enter the holiest. Na kila mmoja amekubaliwa. In fact, hiyo damu inatukubalia tuingie katika koti ya mbinguni. Katika Waebrania 4:16 inasema, basi na tukikaribie kiti cha neema tuweze kupokea msaada, utusaidie wakati wa hitaji. Hapo, that is the courtroom of God. It is by this blood. Wakati ambapo vita imechacha na kuna mambo imeenda kasoro, unastahili kuingia katika koti ya mbinguni kwa sababu wewe ndio umekubaliwa na unakubaliwa kupitia damu ya Yesu. Na vita vyetu vinaanza katika koti ya mbinguni. If you don't enter the courtroom of heaven, you stand to lose many times. Kwa sababu mambo yetu inaatekuletiwa huko. Unajua saa zingine mimi wanashangaa. Mnaweza ingia katika maombi na unaona tu mtu anaanza kukemea na kufunga na kuangusha, na hajaingia koti ya mbinguni kwanza. Problem ya huyu jamaa anayeitwa Ayubu ilianzia in the courtroom of heaven. It started there. Na sasa, you know, these in mystery. Enter holiest by his blood. Koti ya mbinguni is very holy. Kwa sababu Mungu mwenyewe ndio judge, anakalia hiyo kiti. So it's a holy place. Na hapo ndipo Biblia inasema damu ya Yesu imetukubalia kuingia. Kwa nini huyu mwenye aliandika Waebrania anasema hivyo? Alijua mambo inaanzia hapo. And if you don't appear there, you stand to lose. No, katika koti za dunia usipoenda, yule ameenda mshtaki wako ndio atapewa. Kwa sababu wewe hauko pale kusema vile kuliendelea. So it's one side of the story. Lakini tunapoingia katika koti ya mbinguni kwa sababu ya damu ya Yesu, then tuna advocate wetu ambaye anaitwa Yesu, kuhani mkuu, anatutetea. Kwa hivyo hatutashindwa. But first lazima tuingie kupitia damu ya Yesu. Na wacha niwaambie,
Mambo ya koti ya mbinguni, that's another whole topic. Lakini lazima kila mmoja wetu akuwe anaanzia hapo. Never fight battle before negotiating in the courtroom of heaven. Na huko tunapoingia tumekubalika kwa damu ya Yesu. Na tunaingia katika hali ya kutubu na kuambia Bwana atusamehe. Then we appear before him na kunegotiate mambo yetu huko. Baada ya hapo ndio utakuwa na mamlaka kuambia devil, get out in the name of Jesus. But look at how many Christians tunashindwa kwa sababu sisi hatuendi huko kupresent our issues kwanza. Nasema damu ya Yesu enables us to enter the holiest place. Na hii ni jambo mzuri. Pia katika hiyo Ibrania 9, Hebrews chapter 9 verses 23 inasema hivi: basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa sababu, verse 24, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Hiyo mstari wa 23, it is speaking things that we need to understand. Inasema vitu za mbinguni zilibidi ziweze kusafishwa kwa damu ya Yesu, ama kwa dhabihu iliyo bora. Na dhabihu iliyo bora tunajua ni Yesu Kristo. Kwa hivyo kumaanisha there was something in heaven which was not right. Na kama unasoma Biblia utaelewa shetani alianza mambo yake mbinguni. That is it. Si ndio Biblia inasema katika Revelation chapter 12 alifurushwa kutoka mbinguni. Where did he convince a third of the angels? Si ni huko mbinguni. Kwa hivyo sasa lazima Yesu angelete damu yake huko pia. This is a mystery. Na ninasema tutakapoenda mbinguni tutaelewa vizuri. We may not understand clearly, but hapa neno limetuambia bali ilikuwa sharti nakala za, let me read in English tuweze kuelewa. Katika King James Version inasema, it was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Na dhabihu gani bora kuliko hiyo? Ilikuwa ni dhabihu ya Yesu, damu yake. Na ndio sababu aliambia Mary, unakumbuka akiambia Mary pale katika shamba, usiniguze, ninaenda kwa baba yangu na baba yenyu. Kwa sababu kama angemunguza kungekuwa na shida. So Jesus had to appear before God first. Na hiyo mambo ilikuwa inatendeka, in the spiritual world inatendeka very quickly, kwa sababu alienda na after a short time tena akaanza kuapia kwa wanafunzi. So his blood had to be taken to heaven ili kuweza kuondoa ghadhabu ya Mungu. And that is it. Na sasa basi tunaweza kubarika. Katika Waibrania 12, this now talks directly concerning deliverance. Waibrania 12 mstari wa 24 inasema hivi: na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habeli. The blood of Jesus speaks better things. Kwa hivyo katika hii damu ya Yesu inazungumza mambo mazuri. Which are these better things? Name them.
uponyaji, ukombozi, urejesho, kulindwa, baraka za kila aina. The blood speaks deliverance. Hiyo damu inazungumza ukombozi, inazungumza uponyaji, inazungumza baraka za kila aina. Kwa hivyo katika ukombozi, we declare the blood of Jesus. Tunatangaza damu ya Yesu. Na ndio sababu katika Ufunuo 12:11 inasema waliweza kumshinda kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya mwana kondoo. That is it. In deliverance, katika ukombozi, tunatangaza damu ya Yesu kushinda mapepo. Whenever you declare the blood of Jesus, demons have to go. Lazima iondoke. Magonjwa lazima yaende. Kila nira inavunjwa kupitia damu ya Yesu. Haijalishi ni nira aina gani ama imekaa miaka mingapi. Katika Wakolosai 2:14 na 15 inasema imefuta hatia iliyokuwa kinyume nasi. That is deliverance, legal accusations. Damu ya Yesu inaondoa every legal accusations. Kwa hivyo hakuna mashtaka ambayo inaweza simama mbele ya damu ya Yesu ikiwa utaitia damu ya Yesu kwa ukamilifu, kwa moyo safi, kwa ukweli, kwa kuamini. I'm telling you, those legal accusations lazima ziende. Kwa sababu mashtaka ndio inayoleta shida. Na ndio nikasema legal accusation inakuwa wapi? Katika koti ya mbinguni. Lazima we present ourselves katika koti ya mbinguni. Every Christian lazima anzia vita yako hapo. Unegotiate mambo yako hapo. Uambie Bwana, tunatubu. Ndio tunakubali kuna dhambi na makosa na maovu tumetenda, lakini we ni Mungu wa huruma. Tusamehe yote, tuondolee yote. Damu yako iondoe ile imeleta hii magonjwa. Damu yako iondoe ile imeleta wendazimu. Damu yako iondoe ile imeleta umaskini. Tuomba damu yako iondoe. Mahali tumekosea Bwana katika bloodline, tunaomba damu yako iondoe, na hiyo milango ikafungwa. Sasa Mungu kata kesi iwe kwa mapendeleo kwetu kupitia damu ya Yesu, ya kwamba tupone, tufunguliwe, tuinuliwe, tubarikiwe, turejeshwe, tuingie katika hatima. Let me tell you, once you pray like that, you are not even addressing the enemy. No. Wewe una negotiate na Mungu kwa sababu yeye ndio hakimu. The devil is not the judge. The devil is just the accuser. Kwa hivyo yako na concentrate na Mungu. Na unaambia Yesu nitetee, na Yesu anajua jinsi ya kuteta. Akiona damu yake juu yako, atakutetea mbele za Baba. Na maombi ya Yesu husikika na inakubalika. Maana yeye anaomba jinsi Baba anavyotaka. Kwa sababu Yesu na Mungu Baba na Roho Mtakatifu ni kitu kimoja. Jesus understands what God wants. That's why Biblia inasema Yesu ndiye muombezi wetu. We need to make use of Jesus. Yeye anaelewa. Kwa hivyo katika koti ya mbinguni unaambia Yesu nitetee, unaelewa. Na ninakuambia Mungu, hakuna maombi ya Yesu ambaye Mungu hajibu, anajibu. Na hata alianzia hapa kabla hajaenda msalabani. Kumbuka wakati aliambia Petero, shetani ameomba ruhusa kukupepeta kama ngano, lakini nimekuombea. And God answered that prayer. Kwa sababu baada ya Petero kukana Yesu mara 3, na hakumkana tu Yesu. You know, when you read the Bible, the whole Gospels, hizo Gospels zote 4, utakuta moja nasema alimkana kwa kiapo, with an oath, na akakana kwa laana. Alimkana Yesu kwa laana. It was very bad. That's how bad it was. Lakini Yesu alikuwa amemuombea. Na kwa sababu ya maombi ya Yesu, Yesu alipojitokeza kwa Petero na akamuuliza kama anampenda mara 3, Petero alijibu mara 3 anampenda Yesu.
and that prayer was answered. Na Petero akawa ndiye mchungaji wa kwanza. He was the first pastor kuchunga lile kanisa. Ukuhani wake ukadhibitika. Yesu anajua jinsi ya kutuombea. Let's make use of Jesus katika hii koti ya mbinguni. Hata tutetea na amekuwa akitutetea. In fact, kupitia maombi ya Yesu, Mungu he has prolonged. God would have judged this world long time ago. No, it is true. Wewe angalia ile mambo inatendeka saa hizi. LGBTQ is becoming like the order of the day. Watu wanakana Mungu kabisa. Watu wamekuwa wauaji. People killing their own children. Watu wanaua wale wameachiwa. Watu wameinua idolatry. Yaani hata wanamtukana Mungu. Ninaambiwa kabla moto uwake huko, sijui ni sehemu za California karibu kwa beach. Najua kuliwaka moto ulichoma huko. Before then kuna watu walikuwa wameandamana huko wanasema we don't want Jesus here. Lakini Yesu anaambia Mungu, laiti kuna mmoja ataokoka. Ngojea tu. Naye Mungu anamsikia Yesu. Kwa sababu Yesu naye ndiye alibeba dhambi za huu ulimwengu. And he knows how to articulate. Kwa sababu ya damu yake. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi tunapoingia katika maombi, that we need to make use of the blood of Jesus every day. Kila siku unapoamka, tangaza damu ya Yesu katika mwili wako, nafsi yako na roho yako. Mwili wa watoto wako, nafsi zao na roho zao. Katika nyumba yako, juu ya roof, juu ya ceiling, juu ya kuta, juu ya wall, everywhere. Vikombe zako, tangaza damu ya Yesu on everything. Katika gari lako, katika barabara utakazopitia, invoke the blood of Jesus na utangaze, unaharibu kazi za shetani. Tangaza dhabihu ambazo zimetolewa, kwa sababu dhabihu zinatolewa. You don't understand. Every night wachawi wanatoa dhabihu kinyume na wewe, and they speak over their dhabihu ya kwamba hiyo Wakristo wakuwe wendazimu, familia zao zivunjike. Kila siku tangaza damu ya Yesu iangamize dhabihu za wachawi, waganga, washirikina, waaguzi, Freemason, Illuminati. Ziangamize zile dhabihu zimetolewa kinyume na wewe na nyumba yako na kazi yako na watoto wako. Declare damu ya Yesu. Tangaza damu ya Yesu katika macho yako, mdomo yako, masikio yako, mikono. Decree the blood of Jesus. Tangaza damu ya Yesu katika mahali unalala. Declare the blood. Declare the blood. Tangaza damu ya Yesu na utaona utafauti. These are weapons of warfare. Tangaza damu ya Yesu ikaangamiza maagano yote, ikaangamiza viapo na dhiri zilizotolewa. Tangaza damu ya Yesu iangamize maneno mabaya yaliyoachiliwa. Every day maneno yanaachiliwa, na maneno ikiachiliwa, it is only the blood of Jesus that is the antidote kwa maneno mabaya. Kuna kitu kingine? The blood of Jesus is the antidote. Kila siku maneno mabaya inaachiliwa. Wanatangaza uanguke, uchanganyikiwe, watoto wako wasifanikiwe, huduma yako iangamie. Every day they are doing it. Tangaza damu ya Yesu pasue hizo ma TV za kishetani. There are some satanic computers, satanic screens, kuna satanic mirrors. Hii mambo unasikia kati vioo watu wanaonekana. It is true. Kwanza, kama wewe ni Mkristo na unasema hakuna uchawi, wewe tayari umenaswa.
you are dead. Wewe unapelekwa kichinjioni, I'm telling you. Unapelekwa kichinjioni, unasema hakuna uchawi. Mbona usomi katika Matendo ya Mitume? Kulikuwa na mchawi alikuwa anaitwa Simon the Sorcerer. I always wonder, wa Kristo jamani, let's read the Bible. Wachawi kila siku wanaroga, lakini damu ya Yesu imewashinda. That's the good news. Damu ya Yesu imewashinda. Hata wakijaribu namna gani, kile kiko ni kwamba angalia katika maisha yako. Uangalie kama kuna legal accusations, kuna mashtaka ambao shetani anatumia. Kwa sababu kama kuna mashtaka na haijaletwa mbele za Mungu, hii ndio inatumiwa kinyume nasi. Na ingine imejificha kwa sababu sio wewe ulifanya, ilifanywa kitambo. We need to ask God tufunulie yale ambayo adui anatumia kinyume nasi. Kama sasa tunajua wana wa Ishmaeli wanarusha mishale, na wameunganishwa na wengine ambao hawajielewi wanarusha mishale. We need to cancel that. We need to cancel. They are invoking demons. We need to say no. Kama sasa kuna mishale inarushwa kwa sababu ya nchi yetu, kwa sababu ya serikali, kwa sababu ya kanisa, kwa sababu ya familia zilizo katika nchi ya Kenya, we need to say no kwa sababu ya biashara. Na unapoomba usijiombee peke yako, ombea watu wote. Tangaza Wakristo wafunuliwe, Wakristo wapone, kazi zao zipone. That is a prayer. Do warfare. Kupitia damu ya Yesu, kataa maombi inayoachiliwa katika jua, mwezi, nyota, ardhi, maji. Wakati wana Ishmaeli wanapoomba, wanaachilia maneno katika viumbe. Na hiyo maneno inaweza kuwa cancelled kupitia damu ya Yesu peke yake. Unajua kuna Mkristo mmoja aniambia, hakuna kitu anaweza. Let me tell you, hiyo ni uzembe wa Wakristo. Once words have been released, it will take words to delete. Huwezi sema tu hakuna kitu itafanya na we hauombi. Saa hizi wamejifunga. You need to fast na kukanusha, kwa sababu every action has an equal reaction. Hakuna lingine. Lakini kwa kutumia damu ya Yesu, hiyo ndio damu inatuinua, hiyo ndio damu inatuponya. Na hiyo ndio furaha inanipa, ya kwamba haijalishi wameenda level gani. Kuna jamaa moja alikuwa ameenda level ya juu sana katika ulimwengu wa giza. Mungu alitumia tu msichana mdogo ambaye amejifunika kwa damu ya Yesu. Huyu jamaa ungemuweza kumuita jina lake, you will die. That's how bad it was. Lakini Mungu akazungumzia. Si nimewaambia damu ya Yesu imetuleta karibu na Mungu. Kwa hivyo Mungu anatuzungumzia. Mungu akazungumzia msichana, enda uhubirie fulani. Huyo hapana, akamwambia enda. Kwa hivyo akajijaza, ni Mungu amemwambia, akamuita jina lake. Ule jamaa akashinda, huyu ni nani ananiita? Tena akamuita, akamwambia Bwana anakuhitaji. Kaangalia akaona, hii kasichana hii kinyangarika hii kitu kidogo hii. Akasummon mademon zake na nini. Let me tell you, nothing. Mahali kuna damu ya Yesu, nothing. Hakuna madhabahu iwezi kosa kuanguka. Na wacha niwaambie, kuanzia leo usiai pima mtu na standard za hii dunia ati umuogope. Forget about that. Haijalishi hata kama anaitwa mfalme. Biblia inasema katika Waebrania 11, waliangusha falme. Look at Daniel, kupitia damu ya mbuzi, kondoo, ng'ombe, aliangusha ufalme wa Babeli. How much more damu ya Yesu leo hii? Ni sisi ndio hatujajua umuhimu wa damu ya Yesu. Kama Danieli aliangusha hiyo ufalme kupitia damu ya kondoo, mbuzi na ng'ombe, na sisi leo tuna damu ya agano ya milele, damu ambayo ni ya Yesu. Tutaangusha falme, zitaanguka. Na kuambia, ule msichana akajitia nguvu. Na ninakuambia,
ule jamaa alishikwa kakak. Msichana akamwambia nifuate. Alimfuata kama mbuzi inaenda kuchinjwa. Kumuingiza mahali ambapo wengine wako, akakuta juniors wake. Akamwambia, hata wewe umekuja? Akamwambia, nimeshikwa. Anasema msichana mdogo sana. Na akawa train warfare. Na mwisho akajua siku zake zimefika, yeye akaenda mbinguni. She died and went to. Na kabla hajakufa aliwaambia, my time has come. Kwa hivyo nimewaachia kazi. Si mumeona vile kuna kuwa He had trained them vizuri. Yeye anasema wote they are now ministers. Wote. Damu ya Yesu. Kwa hivyo tusiogope. Tuko sehemu ambao ni mzuri. Tuko upande ambao umeshinda. Kwa hiyo damu inatupa all that pertains about this life. Na hiyo damu ndio itafanya tuingie mbinguni. So we want now to pray. Tusimame. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We give you all the glory and honor. Asante we Bwana. Hallelujah. Ramashalalala. Tangaza damu ya Yesu juu ya maisha yako, mwili wako, nafsi na roho. Na pia kama una familia, juu ya familia, juu ya kazi, juu ya biashara, juu ya nyumba unayoishi, and everywhere you are, tangaza the blood of Jesus. Rikaramayanta la 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 la. Shakaramarianda la 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 la. Rikaramayanda la baburi la 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 la. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. I decree the blood of Jesus juu ya mwili wangu, nafsi na roho, juu ya macho yangu, juu ya mdomo, juu ya akili, juu ya moyo wangu, juu ya mikono yangu. Naomba damu ya Yesu nisafishe. Damu ya Yesu juu ya watoto wangu, juu ya mke wangu, juu ya wale wote wamekuja chini yangu na wajua wote walio Kenya, walio nchi za nje. Natangaza the blood of Jesus juu ya wazazi wetu, juu ya ndugu zetu na dada zetu and their families, juu ya nyumba zetu, juu ya mashamba, juu ya biashara, ukulima, magari, juu ya mahoteli, mabank, masako, juu ya founder shares, juu ya matitle deed. Natangaza damu ya Yesu, damu ya Yesu. Rikaramayanda la babori la 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 bo. Shakala la 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 bori la 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 bo. Rikaramayanda la babori la 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 la. Rimo Santa la babori la 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 la. Oh, the blood of Jesus. Orama shakala barian. Rikaramasala barianda la babo. Rikaramayanta la babo shak. Ramayanta ramasala barianda la babo. Rapta la la bo shikata la barian. Romoyanta la baborianda la babo. Rekaramayanda la babori la 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 bo. Rekata la marianda la babo. Shakrabayanda la babo. Rimazanta la babori la. Juu ya watoto wetu Bwana, juu ya waume zetu, wake zetu. We plead the blood of Jesus. We plead the blood of Jesus. We plead the blood of Jesus. Oh, Ramashata la barianda la babo. In the sun, in the moon, in the stars, on the land, in the water. We delete every satanic enchantment, every witchcraft, sorcery, magic, divination, occultism of the highest level and the lowest level. We delete every curse, every word that is harming. We delete by the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Shatala barianda la babu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu iondoe kila mashtaka Baba. Damu yako inayoondoa mashtaka, iondoe mashtaka we Bwana, iondoe mashtaka katika bloodline, katika nyumba za baba zetu na nyumba za mama zetu. Tunaomba damu ya Yesu iondoe kila dhambi, kila makosa, kila maovu, iondoe yote Bwana, dhambi za siri, dhambi za siri. Oh, Ramashata la barian. Damu ya Yesu iondoe
katika jina la Yesu. Oh, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante we Bwana, asante we Bwana kwa damu yako Jehova. Damu yako ni nzuri, damu yako inarejesha, damu yako inaponya, damu yako inaondoa kila aina ya udhaifu. Asante kwa damu yako Bwana. Oh, ramashalabari la 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 rika ramayanta la babu. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Nataka tukubaliane kwa maombi ya kukubaliana. Sema, Bwana Yesu, ninaingia katika koti ya mbinguni kwa damu ya Yesu na haki ya Yesu, nikiomba kusamehewa dhambi zote, makosa yote, maovu yote, na kila uasi na upotovu yote inayotufuata katika nyumba za baba zetu na nyumba za mama zetu. Tusamehe yote. Damu Yesu iondoe mashtaka tunayojua na ile ambayo hatujui. Damu ya Yesu iondoe. Kwa hiyo damu Bwana, naomba utakaso wa maisha yangu, mwili, nafsi na roho, katika jina la Yesu. Kila umateka, wacha damu yako iondoe. Kila magonjwa, damu yako iondoe. Kila udhaifu, kila laana, damu yako iondoe. Kila magonjwa ya kila aina, damu yako iondoe. Kila umaskini, kila kufinyiliwa, kila mashtaka ya kuonewa, damu yako iondoe katika jina la Yesu. Pitisha hukumu ya kwamba nimerejeshwa, nimepona, nimefunguliwa, nimekubalika, nimebarikiwa katika jina la Yesu. Kwa damu yako ninapokea yote iliyo yangu, na kwa hiyo damu nimeingia katika pumziko. Asante Bwana, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Baba Mungu, ninatangaza hivyo imetendeka. Kwa damu yako imetendeka, katika nyumba zao, katika kazi zao, katika biashara, katika ndoa, katika ukulima. I decree restoration by the blood of Jesus. Maneno ya wana wa Ishmaeli wanaoachilia kinyume na maisha ya kila mmoja, katika jua, mwezi na nyota, ardhi na maji, I delete them by the blood of Jesus. Asante Bwana. Hata wanaotazama katika runinga, wanaosikiza katika mtandao, I declare the blood of Jesus imewaweka huru, wamepona, wameinuliwa, wamebarikiwa. Wanaosimama kwa niaba ya familia zao, watoto wao, sasa natuma damu ya Yesu juu ya hiyo hitaji, juu ya watoto, ikawaondolea mashtaka, ili Roho Mtakatifu apate nafasi ya kuwashawishi kurudi nyumbani, kuokolewa, kukombolewa katika jina la Yesu. Asante maana umetenda. Pokea sifa na shukurani. We thank you Lord. We thank you Jesus. Unaweza kuwa hapo unasikiza Mizpa TV ama unasikiza katika mitandao na ungependa kuokoka. Sema, Bwana Yesu, karibu ndani yangu, nisamehe dhambi zote. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante kwa kuniokoa. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Kama umeomba hilo ombi, basi umeokoka. Tafuta kanisa linalohudumu ukweli, ukaweza kuendelea na hapa Mizpa pia tuna kanisa, unaweza jiunga ili ukaweza kupokea kutoka kwa Mungu. Na pia katika runinga yako kuna nambari ya kusupport Mizpa TV ili ikaweza kufikia wengi. Basi mpaka majira yale mengine, Bwana akubariki, amen. Thank you for watching this program. We believe this prophetic message has transformed your life.
Let us know what the Lord has done for you so we can give thanks together with you today. We would also love to pray with you. Share your prayer request with us via SMS or WhatsApp on 0799 200 100. If you'd like to partner with us, please reach out to the numbers on your screen.